Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa Top 10 TV. Karibu tuzungumze na mchambuzi mahiri kabisa kutokea katika kituo cha redio EFM, Ibrahim Ambukile, waweza kumuita chuma cha Mjerumani. Tukizungumza mambo ya kimichezo ya kina kabisa yanayoendelea kujili katika soka hili la Tanzania, ikiwamo dirisha hili la usajili ambapo limefunguliwa siku ya tarehe 6 mwezi huu wa 6 2026 na litafungwa tarehe 15 mwezi wa 8 2026. Jina langu ni Zahara Nyamunga, karibu ungana nami mwanzo hadi mwisho. Habari za wakati huu? Niko vizuri, nashukuru Mungu sana. Mambo yanaendaje lakini? Nashukuru Mungu, niko vizuri. Sawa, dirisha limefunguliwa la usajili ambapo tuanze katika klabu ya Young Africans. Ni mabingwa mara 5 mfululizo wakiwa wanakuja kama mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara. Pengine Young Africans wanapaswa kurekebisha maeneo yapi kuelekea kwenye dirisha hili la usajili? Nadhani machampioni wana kila sababu ya kuweza kuboresha kwenye maeneo mengi sana, kwa sababu ukiangalia timu yao namna ambavyo ilivyo, moja kati ya mistake ambayo ilikuwa imetokea na ndio maana hata kumisi makombe mengine ni kwa sababu ya kwanza utafu wa ligi, lakini baadhi ya maeneo kutokuwa na ubora wa mwendelezo ndani ya kikosi cha Yanga. Kwangu mimi binafsi naona kabisa eneo ambalo wanapaswa kuboresha zaidi ni katika eneo zima la ushambuliaji, kwa maana ya kwamba kupata mbadala wa Dube ambaye atakuwa ni wa moto zaidi ya Dube, lakini pia mwenye sifa zote za ushambuliaji, licha kuwa wana mshambuliaji ambaye ana sifa moja ambayo nataka isema ni ya kuweza kuscore, lakini changamoto yake kidogo depth ni katika kuweza kuunganisha timu pindi ambapo inapokuwa inashambulia kutokea maeneo mengi. Lakini so far so mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri ambaye anahitaji kupata mtu mwingine. Kitu kingine ni kupata kiungo mshambuliaji, mawinga wengine ambao watakuja kuongeza nguvu zaidi kwenye kikosi cha Yanga kushoto na kulia. Tunafahamu sote kwamba Pedro Zouzoua hayuko vizuri na hatujui atakaa nje kwa muda gani. Kwa Young Africans ina kila sababu ya kuingia msituni, na kweli utaratibu ama kujipanga kwao, kwa taarifa ambazo niko nazo, ni kweli wanaingia sokoni kweli katika kuweza kuwapata wachezaji ambao watakuja kuwa na msaada ndani ya kikosi Young Africans. Na amesema Engineer Hersi Said katika paridi kwamba wako kwenye usajili, wako mbioni kabisa kusajili wachezaji mahili ambao wanataka makombe yote 5, kwa sababu msimu huu ameibuka na kombe moja tu, na kuelekea msimu ujao wanataka makombe yote yarudi pale Jangwani. Unaongeaje kuhusiana na kauli yake hiyo Engineer, kwa rais huyu wa klabu Young Africans Engineer Hersi Said? Kwanza wanastahili pongezi. Kutetea ubingwa mkubwa zaidi Tanzania sio jambo jepesi, kwa sababu heshima ya klabu yako ni kutoa ubingwa wa ligi kuu. Kwa mimi ambacho amekisema, nadhani sio mara ya kwanza. Kwa hiyo kuna muda mipango sio matumizi. Kwa kikubwa ni shabaha yake yeye kwenda kuleta wachezaji ambao ni sahihi ndani ya Yanga, wakuja kuyataka makombe. Yako makombe ambayo wamepoteza, mfano kama kombe la CRDB wamelipoteza. Kwa hapa Yanga wanakuja kulitaka kombe, ubingwa ambao wanakuja kuutetea ni wa ligi kuu na kutetea ngao ya jamii. Kwa hiyo kusema ni kwamba matarajio ya wanayanga ni kuona kwamba wanakuja wachezaji ambao ni mashine ndani ya kikosi. Kwa kauli itabaki kama vile ambavyo ameisema yeye, lakini sitakuja kujaji kwenye pitch hawa ambao amewaleta ni kweli sahihi. Kwa kila mmoja uwezo ukasema yes anaenda kuchukua tu fulani, tuwaone kwenye pitch, je wana ubora? Kwa hata mimi nasubiri hilo kitu. Sawa, tetesi zipoje katika upande wa klabu Young Africans, kwa sababu tunaona baadhi ya wachezaji wengi wakihusishwa kusajiliwa ndani ya klabu hiyo Young Africans. Tumeona taarifa ya Idi Nado kutokea pale Azam FC. Hiyo taarifa umeipokeaje, na je wewe una taarifa zaidi kuhusiana na mchezaji huyo? Nado amemaliza mkataba na Azam tangu Juni 30, na moja kati ya kitu ambacho hata yeye anatamani kukipata zaidi si fedha peke yake, ni pamoja na makombe. Manake fahari ya mchezaji, cha kwanza kuwa na uhakika wa maisha, kuishi binafsi, lakini kuwa na kitu kama mchezaji kwamba niliwahi kupata kitu fulani. Hicho kitu kukipata kwa Azam. Azam ni timu ambayo sio ya makombe. Azam sio timu ya makombe. Timu ya makombe ni Simba, Yanga. Basi umemaliza. Sio kunyimwa. Yale ni changamoto ambayo imetokea kweli. Lakini kwa nini imenyimwa? Laiti kama ingekuwa Simba ingepata ubingwa, au ingekuwa Yanga ingekuwa bingwa, kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa hata wasimamizi wa mpira wetu wanaamini timu zenye sifa kuwa ni bingwa ni Simba na Yanga. Yes, ndio walisia. Na ndio maana tukashuhudia uhuni kwenye finali.
Umeona? Yani sometimes inatokea timu inashinda kweli kwa quality. Yani mimi ambacho ninachokiamini kwa asilimia kubwa na ndio maana mapema nikasema finali ya CRDB Federation waamuzi wangetoka nje, Azam angeshinda. Yani finali ya CRDB Federation waamuzi wangetoka nje ya nchi, Azam ingeshinda goli hata 3 bila. Nakwambia. Ila kwa sababu ni mazingira ambayo ni kama ilishatengenezwa kwa vitendo ambavyo vilionekana uwanjani. Maana kilisema wao wanaita turuma, mwamuzi alivyovurunda uwanjani ndio ambao anayasema kwamba mechi imekuwa mbovu kwa sababu ya mwamuzi amenyonga Azam FC. Sehemu sio offside, wataka kuscore anasema offside. Ni uhuni ambao aliufanya. Kwa hiyo Simba imepata ubingwa wa CRDB kwa nguvu ya waamuzi, sio quality yake mbele ya Azam FC. Sipingi quality ya Simba, lakini kwenye game ile Azam ilinyongwa. Kwa Simba ilipata ubingwa kwa sababu ya waamuzi, uhuni ambao walifanya kwenye pichi. Na yarudia, hii sio tuuma. Waamuzi walinyonga Azam wazi wazi. Unaelewa vizuri? Kwa kwangu mimi kwa Idi Nado nadhani kupanga ni kuchagua, kuweza kutafuta changamoto mahali pengine. Hata mimi naamini kabisa Nado Simba anacheza, Yanga anacheza kwa ubora aliokuwa nao. Kwa taarifa ni kwamba hata Yanga nao pia inasemekana wamepeleka offer. Yeye na maamuzi ya kuchagua, lakini so far mimi naona mahali pa kuweza kucheza kwa ubora anaotaka yeye na kupata mafanikio. Unajua hakuna kitu kizuri kucheza kwenye timu ambayo ina makombe mengi kuliko timu yoyote. Nenda kapata manukato kwa Young Africans. Naamini anacho kichwa kukifanya ndani ya Yanga. Yes. Umeona? Nakiona anacho kitu. Uhuru wa kuweza kupata kucheza. Anaweza kapambana nao kwa sababu Idi Nado sio mchezaji wa level ndogo, hapana. Ni mchezaji mzawa ambaye ana ubora. Simba anacheza, Yanga anacheza. Sasa jaribu kuangalia kwa namna ambavyo hali ilivyo. Ofa ambayo amempelekea, kama Simba akimpelekea aende pia akacheze. Lakini kama Yanga amempelekea pia, yeye ndo ataamua. Ima akacheze au asiende kucheza kule. Angalia ofa kubwa. Yeah. Sawa, lakini tumemwona Joyce Lomalisa akiwa hapa nchini Tanzania kwenye mechi ya hisani ya Team Kiba na Team Samata. Je, pengine ujio wake umekuwa ni ujio wa kurejea ndani ya kikosi cha Young Africans? Maana watu bado wanamhitaji kurejea pale katika kikosi cha Young Africans. Je, pengine pengo lake bado litakuwa linaonekanika? Ukweli kwa mtu wa mpira yoyote Tanzania hii bado Yanga kuna pengo la Joyce Lomalisa. Kwa mtu wa mpira bado Yanga kuna pengo la Joyce Lomalisa. Uwezo wake wa kushambulia, uwezo wake wa kujilinda, unamwona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo anavyo. Lomalisa yule sio huyu sasa. Hatujui baada ya kupotea na nini. Lakini bado kimwangalia Lomalisa yule. Boka ni mzuri, Mohamed Hussein ni mzuri, lakini kwangu mimi kwa level ile ya Lomalisa kwangu mimi ni mzuri kwa Boka, ni mzuri kwa Mohamed Hussein. Kwangu mimi lakini anacho namzungumzia Lomalisa yule. Mpaka dakika bado sijajua, anafanya utafiti niojue kwamba Lomalisa ilikuwaje akaondoka Yanga. Lakini inawezekana management kuna vitu hawakuelewana hivyo. Inaweza katokea, ni maisha ya mpira. Lakini kwangu mimi kama chuma Lomalisa bado nasema Lomalisa yule, achana na huyu wa kwenye mabonanza. Lomalisa yule ni mali. Huo ndio uhalisia kwangu mimi. Kwa hiyo kwamba anakuja tena Yanga bado taarifa sijazipata, lakini Yanga hawezi kumrudisha Lomalisa. Yaani mchezaji wa kumrudisha Yanga kwa sasa ni Aziz Ki peke yake. Basi. Lomalisa kurudi labda itokee si uongozi umefeli si nini. Kwa nini? Lakini kumrudisha tena pale hapana. Kwa nini sasa chuma? Ndio maana jaribu kuangalia kwamba kuna kitu ambacho kilimfanya hadi aweze kuondoka. Licha kuwa na miss uwepo wake wa uwezo wa ubora ule. Lakini mpaka dakika mchezaji wa kurudi Yanga ni Aziz Ki peke yake. Aziz Ki peke yake. Yaani ndio yule ambaye kuna possibility 100% ya kuweza kurejea tena ndani ya Young Africans. Lakini kwa Lomalisa labda uongozi ufanye maamuzi magumu sana. Sio mchezaji mbaya, licha kwa jaribu kutafuta kiini kilichomuondoa ni nini. Lakini bado Lomalisa yule alikuwa bora kuliko hawa waliopo. Huo ndio kweli. Sawa, tuzungumzie kuhusiana na tetesi na husiana na kocha Fadlu Davis ambaye alikuwa ni kocha wa klabu ya Simba na tetesi zinasema kwamba anatarajia kutua pale Jangwani. Taarifa hiyo unayo? Unajua ukubwa wa Yanga lazima ihusishwe kwenye mambo mengi sana. Na ndio maana hata ukiwaangalia Simba hawaangalii wameangusha alama kwa nani. Wanalalamikia alama 2 dhidi ya Yanga Zanzibar. Ni kwa sababu ya ukubwa wa Yanga. Fadlu Davis taarifa kuja Young Africans ni za uongo. Sio kweli. Za uongo. Sio kweli. Hawezi kuja kabisa. Yaani sio kocha mdogo, ni kocha mkubwa tu wa level ya Afrika, safi kabisa.
lakini kuja Yanga hapana. Sio kweli, ni taarifa za uongo. Lakini kama ikithibitishwa kweli kwa mujibu wa chanzo changu nitasema. Lakini mpaka dakika hii hapana, Fadu hawezi kwenda kuifundisha Young Africans. Huo ndio kweli. Sawa, chuma cha Mjerumani, tuambie kwamba je, ushapata taarifa kuhusiana na wachezaji watakaoondoka klabu ya Young Africans na watakaoingia tetesi? Of course mkeka ni mkubwa. Ukiondoa ambao ni official wa Dube, lakini wanaondoka ni wengi wanaoachana na kikosi hicho. Na Buba Jamel possibility ni kubwa. Lasine Kouma wa kigeni yao, I think ni wachezaji ambao wanaondoka ndani ya Young Africans, kwa sababu Yanga ndio wana mpango kufanya usafi mkubwa sana ndani ya kikosi yao, kwa maana kwamba kuja kuwaleta wachezaji ambao watakao kuja kuwa na msaada ndani ya timu, kwa sababu ukiangalia katika sajili ambazo Young Africans wamefanya katika msimu uliomalizika, nyingi zimekwenda tofauti na matarajio, kwa maana ya kwamba malengo ya Yanga yalikuwa ni kutetea vikombe vyote, lakini bado unakuja kuangalia nguvu kubwa zaidi ilikuwa haitoshi kutetea vikombe vyote. Kulingana maingizo ya wachezaji ambao wamekuja, output yao ilikuwa si nzuri sana ya kufanya huyu mtu akupe quality ile ya kufight kwenye ubingwa ligi kuu na kwenye mashindano mengine. Kwa hiyo ndio maana hata president wao ameona ni vyema kuna kila sababu ya kuongeza nguvu ama kuweka nguvu kwenda kufanya usajili, lakini ambao wanaondoka Young Africans ni wengi vibaya mno sana, nakwambia. Yanga isha kupiga chini timu nzima. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Yaani ikitokea Yanga wakifanya maamuzi yoyote msimu huu, wewe kubaliana nayo. Wamedhamiria kutaka kufanya kweli zaidi. Huo ndio walisia. Wachezaji watakaoingia labda tetesi. Tetesi kubwa ni Hashem wa Taifa Aziz. Aziz Ki ni possibility ya kuweza kujiunga na Yanga. 100% hizo, na kwa taarifa kuhusiana na Jean Claude Gilimugisha ambaye taarifa nilizokuwa nazo labda kama zikichange ni kwamba hakuna biashara tena ya Gilimugisha. Ni taarifa ambayo niko nayo mpaka hivi sasa kwamba dili lile limekufa. Labda kama ikitokea wasimamizi wake kina Patrick Gakumba wakiamua kukubaliana kwa maamuzi mengine, lakini mpaka hivi sasa taarifa ya Mburundi ni negative. Lakini issue nyingine ni ya Mosi Nduumwe ambaye yuko kikosi cha Singida Black Stars ambaye ni top scorer, ameingia dirisha dogo. Kuna 75% ya kuwa mwananchi. 85% ya kuwa mwananchi. Mosi Nduumwe, yes. Mchezaji mwingine? Niliokuwa nao mpaka dakikani hao. Faisal cha kwanza, Faisal haendi timu yoyote zaidi ya Azam. Faisal ni mchezaji wa Azam kihalali kabisa. Na ni mchezaji ambaye Jeruti alifeli kumchukua. Akaenda kumchukua nani? Loemba. Lakini katika kipaumbele cha mchezaji kipenzi cha wana Simba wanampenda Faisal, lakini Faisal amemparia Jeruti. Ndio uhalisia. Kulingana na vipengele vyake vya kimkataba, maana Faisal akienda Simba, Yanga na bilioni 1 yao. Ndio uhalisia. Yaani mpaka mkataba umalizike. Awe free agent. Sawa. Yaani mkataba ukimalizika ambao umekubaliana nao kwa hivi sasa kati ya Yanga na Azam, kipindi ambacho Faisal toka Yanga kwenda Azam, fresh. Lakini vinginevyo Faisal ni mchezaji wa Azam kihalali. Kwa Azam FC wataendelea kutamba naye na Simba wataendelea kumshuhudia kwenye bomba namna hii. Faisal kumpata ni ngumu sana. Labda maana kumchukua yule mwambo utoe bilioni 2. Bilioni 2 na nusu huko. Sasa nani kutoza bilioni 2 na nusu? Bado sign on fee ya kwake inakuwa shilingi zaidi ya bilioni 3. Sawa. Mo hajawahi kusajili mchezaji bilioni 3 Simba tangu kaanza kuwekeza. Hajawahi, na hana ubavu. Nakwambia mimi. Jeruti hana ubavu wa kusajili mchezaji wa bilioni 3 wala Mo. Kama una ubavu akavunje mkataba wa Faisal. Narudia tena hapo. Nakwambia. Narudia. Mo hajawahi kusajili mchezaji wa bilioni 3. Na hana huo ubavu. Jeruti hana huo ubavu. Kama una ubavu akavunje mkataba wa Faisal. Nakwambia Faisal ni mali ya Azam vizuri kabisa. Halali. Sawa, pengine ungekuwa mshauri wa kumshauri kiongozi pale Yanga anefanya usajili. Wewe ungemshauri afanye usajili wa namna gani? Nadhani wana Yanga wanahitaji usajili wa wachezaji bora zaidi.
Hakuna kitu ambacho wanayanga wamemisi zaidi kama usajili ule wa unbeaten 49 wakina Fisto Kalala Mayele. Yani anatoka mtu anaingia mtu, ndio kiu ya wanayanga ambayo wanahitaji. Wajua Yanga tofauti na Simba. Watu wa Yanga hata kama wamechukua ubingwa lakini bado wanajua kuna mahali wamemiss kitu. Tofauti na watu wa Simba. Mtu wa Simba ukimleta tu Iriza ni mafanikio. Unaelewa vizuri? Yaani ukimleta tu Iriza, wachezaji ambao wamewaka dirisha dogo tu matatizo yote kwisha, hawana mpango wa kuulizia katiba wala kadi za wanachama. Unaelewa vizuri? Hizo ni akili mbili tofauti. Mwana Yanga mwenye akili timamu sasa ukimleta atakwambia yes umechukua ubingwa mkubwa, sawa. Lakini timu yetu imekuwa na mapungufu 1, 2, 3. Uongozi uboreshe hapa. Mwana Simba bwana Iriza imekuja fresh. Na ndio maana hata viongozi wao na wawini wakileta wali tu hawaoji mambo ya msingi. Wali tu. Kwa huo ndio tofauti. Kwa wana Yanga wanachohitaji ni kupata wachezaji ambao ni bora zaidi. Na hata viongozi wao wanajua. Wanajua hilo. Sawa, kwa upande wa klabu ya Yanga ni nani man of the match katika msimu huu? Ambaye namuona mimi. Ukweli kwangu mimi wako wawili. Wa kwanza Djigui Diarra. Wa pili kwangu mimi ukweli wa pili Duke Abuya. Duke Abuya amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya Yanga licha kuwa haimbwi. Lakini kwangu mimi nadhani Duke Abuya ana deserve kuwa mchezaji bora wa Yanga wa msimu. Kwangu. Yaani ukimtoa Djigui Diarra, Duke Abuya anafuata. Djigui Diarra mbali na kwamba na mambo yote ambayo yalitokea, kugombana ni sehemu ya maisha, kukorofishana, kutoridhiana ni mambo ya nomo. Lakini nchi hii mchezaji mwenye quality kupita wote Djigui Diarra. Awareness yake aliyokuwa nayo kama mchezaji, ubora wake kiwanjani, Djigui Diarra ni level nyingine. Tukisema kwa ujumla msimu mzima, yani timu zote Diarra namba. Kwangu mimi Djigui Diarra ana deserve. Mimi naondoka na Djigui Diarra pekee. Yaani uko na namba haya Simba na nini Djigui Diarra. Hatari sana. Nakwambia kwangu mimi. Sawa.